Ninawasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, hamjambo. Karibu sana niweze kuwapasha yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni Bwana Ezra. Asante sana kwa kuendelea kunisapoti. Asante sana kwa kuendelea kusapoti hichi kituo. Kile ambacho nawaomba, ukiona taarifa hizi mpenzi mtazamaji, sambaza kuelekea kwa vikundi vingi ili taarifa hizi ziweze kuwafikia watu wengi. Mimi ni Bwana Ezra. Marekani imeweza kutoa taarifa mbaya kuelekea kwa serikali ya Samia Suluhu Hassan baada ya kuweza kutokea mauaji na kitu ambacho kinaitwa kuzuia uhuru wa kujieleza, na pamoja na serikali ya Samia Suluhu Hassan ikionekana kwamba inapingana sana na dini ambazo zinaambia serikali ukweli. Serikali hii ya Samia imeweza kufunga mpaka baadhi ya makanisa, kama mfano lile kanisa la Askofu Gwajima. Vile maaskofu wa Kikatoliki wamekuwa wakikashifiwa sana. Askofu Padri Kitima ameona moto sana kutoka kwa hii serikali. Sasa serikali ya Marekani imesema kwamba imebidi waende kuangalia uhusiano wao vizuri na Tanzania. Na ni kitu gani ambacho kimeweza kusababisha mpaka Marekani imesema kwamba wataenda kuangalia uhusiano wao na Tanzania vizuri? Ni kwa sababu serikali ya Samia imeanza kukandamiza wananchi kwa misingi ya kidini. Inataka kuua dini zingine Tanzania, aswa Katoliki. Baada ya mauaji ya kimbari kutokea Tanzania, Marekani imeamua kuchukua hatua. Sasa hii leo Marekani, ubalozi wake Tanzania, wametoa taarifa zifuatazo. Hizo ambazo unaziona hapo, wamechapisha kwa lugha ya Kimombo, vile wakachapisha kwa lugha nyepesi sana ya Kiswahili. Na mimi ni mwanahabari wa Kiswahili, nimeona ni vizuri tuweze kuzungumza kwa lugha nyepesi ya Kiswahili. Hiyo ambayo imeandikwa hapo tuweze kuzipitia, tuone hizi kauli ambazo Marekani imeweza kutoa ni zipi hizi ambazo zinahusiana na uhusiano wao na Tanzania. Wakaweza kuandika hapo, kutathmini upya uhusiano rasmi kati ya Marekani na Tanzania. Pale juu unaona ni bendera za Marekani. Wakaweza kutoa taarifa ambazo zinaeleza kwamba Marekani inatathmini ushirikiano wake wa muda mrefu na watu wa Tanzania ambao umeleta ustawi kwa wananchi wetu na usalama katika kanda hii. Hata hivyo, hatua za hivi karibuni za serikali ya Tanzania zimezua wasiwasi mkubwa kuhusu mwelekeo wa uhusiano wetu rasmi wa kibalozi na kuaminika kwa serikali ya Tanzania kama mbia. Yaani, unasikia serikali ya Samia Suluhu Hassan haiaminiki. Haiaminiki kabisa. Haiaminiki. Sasa wakaendelea hivi. Kwa kauli hiyo, Marekani inafanya tathmini ya kina ya uhusiano wetu na serikali ya Tanzania. Matukio yanayoendelea kufanywa na serikali ya Tanzania ya kukandamiza uhuru wa kidini, uhuru wa dini na uhuru wa kujieleza, kuwepo kwa vikwazo vya mara kwa mara dhidi ya uwekezaji wa Marekani na ukatili dhidi ya raia kabla na baada ya uchaguzi wa Tanzania Oktoba 29 ni mambo yanayotufanya tutathmini upya uhusiano wetu. Vitendo hivi vimewaweka raia wa Marekani, watalii na maslahi ya Marekani nchini Tanzania hatarini.
na kutishia kudhoofisha ustawi wa usalama na pamoja usalama wa pamoja ambao umekuwa alama ya ushirikiano wetu kwa miongo kadhaa. Marekani haiwezi kufumbia macho vitendo vinavyohatarisha usalama wa raia wetu au usalama wa utulivu wa kanda. Mustakabali wa uhusiano wetu rasmi wa kibalozi na serikali ya Tanzania utategemea matendo yake. Vizuri sana. Hongera Marekani. Hongera mimi kama mtetezi na msemaji wa Watanzania. Hii serikali ya Samia imeweza kuwakandamiza, imeweza kuwatesa, imewaua Watanzania. Na hatua hii ambayo Marekani imeweza kuchukua na kutoa kauli hii ninaipongeza. Mimi ni Bwana Ezra. Tafadhali sambaza hii kanda kuelekea kwa vikundi viwili vitatu, ndiposa tuendelee kukua familia kubwa. Hapa tunachanganua matukio moja kwa moja na tunayaeleza jinsi ambavyo yalivyo, bila kuongeza chumvi na bila kuficha yoyote. Sasa hapa Marekani wamesema kwamba kwa hali hiyo Marekani inafanya tathmini ya kina ya uhusiano wetu na serikali ya Tanzania. Matukio yanayoendelea kufanywa na serikali ya Tanzania ya kukandamiza uhuru wa dini na uhuru wa kujieleza, kuwepo kwa vikwazo vya mara kwa mara dhidi ya wawekezaji wa Marekani na ukatili dhidi ya raia kabla na baada ya uchaguzi wa Tanzania Oktoba 29 ni mambo yanayotufanya tutathmini upya uhusiano wetu. Vitendo hivi vinaweka raia wa Marekani, watalii na maslahi ya Marekani nchini Tanzania hatarini na kutishia kudhoofisha ustawi wa usalama wa pamoja ambao umekuwa alama ya ushirikiano wetu kwa miongo kadhaa. Mbona nimeweza kurudia haya hiyo? Ninaomba tuweze kuichanganua ndiposo uweza kuelewa ni kwa nini Marekani imeweza kuamua kutoa kauli hizi za kutathmini ushirikiano wao na Tanzania upya. Nambari 1, wamesema ni matukio yanayoendelea kufanywa na serikali ya Samia kukandamiza uhuru wa dini Tanzania. Ni jinsi gani ambavyo serikali ya Samia Suluhu Hassan inakandamiza uhuru wa dini? Hapo naomba uweze kunisikiliza vizuri. Hivi majuzi dini ya Wakatoliki au kipenda wa Kristo hasa Wakatoliki waliweza kuambia serikali ya Samia Suluhu Hassan vizuri kabisa, hii serikali yenu iliweza kutumia nguvu kupita kiasi. Mpaka maafisa wa polisi wengine walikuwa wanaomba kwamba wale ambao walikuwa wameumizwa wasipate matibabu bali wapelekwe mochari. Maelfu ya wananchi waliweza kuuawa Tanzania. Sasa Askofu Kitima ambaye ni katibu wa TEC, muungano wa waaskofu wa Katoliki Tanzania, ameweza kushambuliwa na serikali hii kutoka kwa mashehe ambao ni Waislamu, wakiwa wanaelekeza na kuonyesha wazi kwamba ambaye anatawala Tanzania ni Muislamu. Kwa hivyo Mkatoliki hawezi kuzungumza chochote. Kwa hivyo Mkristo hawezi kuzungumza chochote. Kitu ambacho kimeweza kuonekana kwamba hii serikali inataka kukandamiza dini Tanzania. Munaona mpaka kanisa Kristo ya Wakristo ya Askofu Gwajima iliweza kufungwa kwa sababu ya kusema ukweli. Sasa Marekani imeweza kusema hivi, baba, hatuwezi kuendelea, tunaendelea kushirikiana na serikali ya wauaji Tanzania ambayo inaendelea kukandamiza udini, ambayo inaendelea kukandamiza dini. Haitaki ile dini ambayo inazungumza ukweli.
Hapo nao napongeza Marekani. Vile vile wamesema kwamba serikali hii inaendelea kufinya uhuru wa kujieleza. Wale ambao wamekuwa wakijieleza Tanzania wamekuwa wakikamatwa, wanawekwa kwa jela. Akina Humphrey Polepole hadi leo hawajulikani waliko. Angalia, tusemezane ukweli, haijulikani waliko. Tusemezane ukweli mpenzi mtazamaji. Akina Humphrey Polepole hawajulikani waliko kwa sababu walikuwa wanajaribu kujieleza. Hii serikali imeweza kukandamiza uhuru wa wananchi Tanzania. Na ndio maana Marekani imeweza kusema kwamba hatuwezi kamwe kuendelea kushirikiana na wale watu ambao wanakandamiza wananchi na uhuru wa kujieleza. Angalia, mwenyekiti wa chama cha Chadema yuko kwa jela, Bwana Tundu Lissu, na amewekewa makosa ya uhaini. Uhuru wa kujieleza umekandamizwa. Marekani vile vile imesema kwamba ukatili dhidi ya raia kabla na baada ya uchaguzi wa Tanzania Oktoba 29 ni mambo ambayo yamefanya wao kuweza yani kabla na baada ya uchaguzi wa Oktoba 29 yamewafanya wao kutathmini uhusiano wao vizuri. Yani wameona jinsi ambavyo wananchi waliweza kunyongwa, wananchi wakapigwa risasi, maisha ya wananchi yakawekwa hatarini, kina kaka zetu wengine wakavunjwa, wengine waliopata majeraha badala ya kupelekwa kwenda kupata matibabu walipelekwa mochari. Sasa Marekani imesema kwamba hawawezi kabisa kufumbia macho vitendo vinavyohatarisha usalama wa raia. Angalia, wamesema hivi: ujinga ambao unaendelea Tanzania, ambao unaendelezwa na hii serikali ya wauaji ya Samia Suluhu Hassan, umeweza kuweka usalama wa raia wa Marekani hatarini. Unajua, kauli hii ambayo imeweza kutolewa na serikali ya Marekani imeweza kukuja siku chache tu au siku 2-3 baada ya serikali ya Marekani kupitia kwa ubalozi ambao uko Tanzania kutoa kauli kwamba raia wake wasiingie Tanzania. Wale ambao wanapanga kwenda kubarizi msimu huu wa Krismasi Tanzania wasiwaze. Wale ambao wamepanga kwamba wataenda kuogelea, watakuwa watalii Tanzania, wasipange, wasiende. Kwa nini? Hii serikali inahatarisha maisha ya wananchi. Sasa Marekani imeweza kuambia hii serikali ya wabatili hivi: uhusiano wao na Tanzania utategemea matendo ambayo yatakuwa yanafanywa na hii serikali. Angalia sasa hivi Tanzania imeweza kukandamiza uhuru wa vyombo vya habari. Wanahabari wakipatikana wakizungumza kama mimi kueleza madhaifu ya serikali, utakamatwa, unyongwe au ufungwe, ufunguliwe mashtaka ya uhaini. Kuna huyu mwanahabari wa Tanzania mwenye alikuwa anaonyesha maandamano, sijui anaitwa nani yule, maana jina lake limepotea, yuko kwa jela, amefunguliwa mashtaka ya uhaini. Uhuru wa kujieleza wameweza kukandamiza. Mimi naomba Marekani izidi kufinya kabisa hii serikali, ile misaada ambayo hii serikali imekuwa ikipata, yale madeni ambayo hii serikali ya wauaji wamekuwa wakipata aswa kutoka kwa benki kama vile World Bank, waweze kuifinya kabisa. Na ripoti hizi za Marekani, mpenzi mtazamaji, zinatoka siku chache tu baada ya bunge la Ulaya kupitisha kwamba wasimamishe misaada yote ambayo inatolewa na bunge lile la Ulaya kuelekea Tanzania. Sina mengi ya kuongeza, tupatane kwa kanda ijayo. Mimi ni Bwana Ezra. Asante sana kwa kunisikiliza. Sambaza ikanda iweze kuwafikia watu wengi. Mimi niko hapa kwa minajili yako kuweza kuhakikisha kwamba ninawaeleza, ninawaelimisha na ninawapasha yale yote ambayo yanaendelea. Usichoke kutupea sapoti. Asante sana.